Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpenzi mtazamaji bwana, leo tunaendelea na darasa letu, na moja katika vitu ambavyo tunaendelea navyo ni kuangalia miujiza ya herufi ndani ya Qur'ani katika namna gani ya kuweza kumsaidia mwanadamu. Na leo bwana, tunataka tuangalie ubora wa kutumia herufi twe katika kumsaidia mwanadamu katika maisha yake. Yaani tunataka tuangalie namna gani tunaweza kutumia herufi twe katika kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. Na moja katika vitu ambavyo tunatakiwa tuviangalie leo, tunataka kuangalia mambo manne. Yapo mambo mengi ambayo twe inaweza kutumika, lakini nataka tuangalie mambo manne ambayo yanaweza kumsaidia mwanadamu katika kumsaidia katika mambo yake. Na moja katika mambo hayo nataka tuangalie leo namna gani tunaweza kumponya mgonjwa kwa kutumia herufi twe, sehemu ya kwanza. Lakini pia tunataka tuangalie namna gani unaweza kumwachisha mtu vitu vibaya ambavyo amezoea kuvitumia katika maisha yake, sehemu ya pili. Lakini sehemu ya tatu tunataka tuangalie namna gani unaweza kuwafunga maruhani wabaya wanaomwasili mtu katika mwili wake, sehemu ya tatu. Lakini sehemu ya nne tunataka tuangalie namna gani unaweza kuvuta wateja katika biashara yako. Sasa kwa kuanza, tuangalie namna gani unaweza kumpona mgonjwa kwa kutumia herufi twe, kwa kutumia herufi twe. Endapo una mgonjwa anakuathiri ama una mgonjwa anaumwa katika maisha yako na unaona anaathirika, basi usiwe na wasiwasi, nenda katafute karatasi saba. Nenda katafute karatasi saba. Karatasi hizi, kila karatasi moja nenda kaandike herufi twe. Nenda kaandike herufi twe kwa idadi ya 9. Yaani andike herufi twe 9. Ukishamaliza karatasi zote saba ukiandika herufi twe kwa idadi ya 9, huyu mgonjwa kila siku moja atakuwa anatumia karatasi moja, atailoweka katika maji, kisha karatasi ile akishamaliza, akishaitoa kwenye maji, atakuwa anakunywa yale maji mara 3, asubuhi, mchana, jioni, kwa siku moja. Siku ya pili atachukua karatasi nyingine hivyo hivyo ndani ya siku 7. Kwa idhini ya Allah, kama una mgonjwa anaathirika ama ana maradhi na umemtilia nia ya kuponya, ukamfanyia zoezi hilo kuandika twe katika karatasi 9, idadi ya 9 kule karatasi moja katika karatasi 7, mgonjwa wako ataenda kukaa sawa kwa idhini ya Allah. Lakini njia ya pili tunasema, ama namna ya pili tunasema, tuna namna gani unaweza kumsaidia mtu mwenye tabia mbaya ili aweze kuziacha katika maisha yake. Mfano, una ndugu yako mlevi wa pombe, mfano una ndugu yako mzinifu, mwizi, kadhalika, unataka ile tabia inakuathiri, unatamani ndugu yako aweze kuiacha. Kwa kutumia herufi twe, namna gani unaweza kumsaidia huyu ndugu yako? Nisikilize, kitu ambacho unatakiwa kufanya, nenda katafute karatasi nyeupe. Vile vile tafuta karatasi nyeupe. Ukishamaliza kuitafuta karatasi nyeupe ama ukishaipata hiyo karatasi nyeupe, nenda kaandike herufi twe katika ile karatasi. Andika herufi twe kwa idadi kwa idadi maalum ambayo tunasema ni idadi 66. Andika herufi twe kwa idadi ya 66. Ukishamaliza kuandika herufi twe kwa idadi ya 66, chukua ile karatasi, nenda kaiweke kwenye maji, aidha kwenye ndoo ama kwenye kitu chochote kile. Alafu maji haya atakuwa anatumia kwa kunywa na kujipaka ndani ya siku 14. Lakini angalizo, nia ni jambo la kwanza katika kulifanya. Hii ni njia ya kwanza katika kuenda kumuondosha mtu tabia mbaya alizokuwa nazo. Lakini kuna njia ya pili ya kwenda kumwachisha mtu tabia mbaya alizokuwa nazo, aidha mlevi, mzinifu, mwizi na kadhalika. Unatumiaje? Unatakiwa uende utafute nguo yake ambaye alishaivaa, ambayo ni chafu. Tafuta nguo yake ambaye amekwishaivaa ni chafu. Kitu gani unataka kufanya? Tafuta wino mweusi, andika kwenye ile nguo yake herufi twe kwa idadi ile ile 66. Andika herufi twe kwa idadi ile ile 66. Ukishamaliza nguo, nenda kaitupe mbali na huyo mtu ambaye mwenye matatizo hayo, ama nenda kaifukie, kwa maana ya kuzika. Kwa idhini ya Allah, kama huyo mtu ana tabia ya pombe, mzinifu, wizi, uongo, tabia hiyo atakuja kuiacha. Lakini angalizo, nia ni jambo la msingi na Allah atamfanyia wepesi katika maisha yake. Lakini tunaenda kuangalia namna gani ya kuweza kumsaidia mwanadamu katika njia ya tatu kwa kutumia herufi twe. Hapa tunasema njia ya kwenda kumsaidia mtu mwenye maruhani wabaya, anataka kuwafunga maruhani wabaya ama majini wabaya wanaomwathiri katika mwili wake. Kuna watu wana majini mabaya ama wana maruhani mabaya wanaoathiri katika miili yao, wengine wanapoteza pesa zao, maisha magumu, afya dhaifu. Sasa nenda kawafunge majini hawa kwa kutumia herufi twe. Namna gani unatakiwa kufanya? Nenda kaandike tarasimu ya herufi twe. Ukishaandika tarasimu ya herufi twe, kisha andika na jina lako. Andika jina lako, chukua kitambaa cheusi, ifunge ile tarasimu. Ukishamaliza kuifunga tarasimu ile, jitahidi uwe unalala nayo kila siku usiku, unaiweka kichwani kwa nia yako, kisha utalala nayo aidha siku 11
ama siku 21 ama siku 31, utatumia kwa namna hiyo. Kisha baada ya hapo, au mashaitani wenyewe watajikuta wanaondoka, maana yake wanafungika na hawataweza kukuonekana ama kukaa tena katika mwili wako ikiwa na maruhani ama shetani wabaya. Lakini njia ya mwisho na njia ya nne hapa sasa, toka tukaangalie namna gani unaweza kufuta wateja kwenye biashara yako. Namna gani unaweza kuwavuta wateja kwenye biashara yako? Unaweza kuwavuta wateja kwa kutumia herufi T, wateja kwenye biashara yako wakaja kwa wingi. Kitu gani unachotakiwa kufanya hapa? Unatakiwa pia ukaandike tarasimu ya herufi T. Unatakiwa uandike tarasimu ya herufi T. Unatakiwa kufanya, andika kwenye karatasi tarasimu ya herufi T kwa idadi ya 6666. Wakati baada ya kuandika, utachukua kitezo, utaweka ubani zuhura. Katika kile kitezo utakuwa unachoma kwa nia yako, kisha ule moshi wake tunatoka, utachukua ile tarasimu, utaanza kuifukiza katika ule moshi. Lakini wakati unaifukiza utasema majina hili la Allah, utasema ya wadud ya wadud ya wadud, utasoma mara 166 huku ukiwa unaifukiza. Lakini kazi hii unatakiwa ifanye siku ya Ijumaa. Kazi hii unatakiwa uifanye siku ya Ijumaa. Fanya zoezi hili, utashangaa Mwenyezi Mungu atakubariki, wateja watakuja kwenye biashara yako mpaka utawakimbia mwenyewe. Lakini fanya zoezi hili kwa idhini Allah na mambo mengine yatakuwa sawa. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngakola. Usiache kusubscribe, kushare, kulike ama kucomment darasa zetu hizi, ili mradi uendelee kupata faida katika haya yanayoendelea. Namba ya simu 0683369917. Afa minkum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.